Karibu sana kwenye hadithi tamu na ya kuvutia. Jina langu naitwa Charles the Storyteller, mchungaji aliyekwenda kijiji kilichojaa wachawi kwa lengo la kwenda kuokoa. Mchungaji David alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 32, mwenye bidii, upendo wa dhati kwa Mungu na moyo wa huduma kwa watu wa pembezoni. Siku moja alipokuwa akifunga na kuomba milimani, alisikia sauti ya ajabu ndani ya moyo wake ikisema, "Nenda kijiji cha Kandoya, watu wangu wamenaswa, nuru yako iwaokoe." Kandoya ilikuwa kijiji ambacho hata kwenye ramani hakikuandikwa vizuri. Kila aliyewahi kuishi huko alikuwa na simulizi la kutisha: watoto waliopotea, wanyama waliogeuka kuwa binadamu usiku, na wazee waliokataa kufa. Lakini David hakuwa wa kawaida. Alikusanya Biblia, mafuta ya upako na imani isiyotikisika. Akaanza safari ya kuelekea katika kijiji cha Kandoya. Alipofika Kandoya, kila mtu alimkazia macho kana kwamba alikosea njia. Hakukuwa na kanisa, hakukuwa na sauti ya watoto wakicheza. Badala yake watu waliokuwa kimya, wenye nyuso zilizokosa furaha. Alijaribu kuwasalimia, lakini walimtazama tu, kisha wakapepesa macho yao haraka kama wanamuogopa au wanamcheka kimya kimya. Usiku wa kwanza alilala kwenye nyumba ndogo aliyopewa na mzee wa kijiji, lakini usiku huo alisikia milango ikigongwa polepole, kisha vicheko vya kina mama vilivyokuwa vikisikika kwa masikio ya kawaida, bali kwa roho. Alipoamka alikuta msalaba wake umevunjika vipande viwili. David hakukata tamaa. Alianza ibada katika uwanja wa kijiji. Alisimama juu ya jiwe kubwa akisema kwa sauti, "Kama kuna mtu anahitaji mabadiliko, karibuni. Nimekuja na siogopi giza." Watu wawili walijitokeza, mama mmoja mjane na kijana aliyekuwa bubu kwa miaka 7. Mchungaji David aliwaombea. Wakati wa maombi, kijana huyo alianza kutikisa kichwa, kisha akalia, na mara ya kwanza akasema, wametufunga." Siku iliyofuata watu 10 walikuja. Wiki moja baadaye walikuwa 30. Hilo alikuwapendeza wamiliki wa Kandoya, wachawi wakuu 4 wa kijiji hicho. Wachawi walianza kumwandama waziwazi. Usiku mmoja walimtuma mwanamke mrembo kumshawishi. Mwingine alijifanya mama aliyeumwa, akamuita David aombe, lakini alikuta madhabahu ya damu. Katika ndoto zake aliota akiwa kifungoni ndani ya pango, akiambiwa, "Rudi mjini, hii sio ardhi yako. Kandoya ni ya mababu wa giza." Lakini David aliamka na kusema, "Yesu ana mamlaka kila sehemu. Hata giza linaposhika nuru ni sheria." Aliita mkutano wa maombi wa siku 7, mchana na usiku. Watu wakaja, wengine walianguka, wakatapika vitu vya ajabu, wengine walilia na kuungama ushirikina wa familia zao. Usiku wa 7 ardhi ilitetemeka. Walioshuhudia walisema waliona moshi mweusi ukitoka kwenye nyumba 4 za zamani. Ndipo majina ya wachawi wakuu yakajulikana. Walikamatwa rohoni na kijiji kikaanza kubadilika. Miaka 3 baadaye Kandoya ilikuwa tofauti. Kanisa lilijengwa, watu walifunga, watoto walizaliwa bila kufa kabla miezi 3, na majani ya kijiji yakaanza kuwa kijani kibichi. Mchungaji David aliendelea kuhudumu, akasema, "Kama kuna kijiji kingine chenye wachawi, nitaenda tena, maana nuru haipingani na giza, huivunja kabisa." Jina langu naitwa Charles na hii ni hadithi fupi, Charles the Storyteller. Shusha comment yako chini kama umependa DC.